Yes, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo muhimu hapa ni pointi 3 ambazo tumezipata siku ya leo. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamepambana hapa kutosha. Tupongeze technical staff na mwisho niwapongeze sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex. Wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao, tumepata matokeo mazuri. Kuhusu Coastal Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira, naelewa nini ambacho Coast watakuwa wanazungumza saa hizi baada ya concede goli moja. Kwao issue inaweza kuwa sio kupoteza pointi 3. Kwao issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi 3. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwa ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare, lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja. Kwa wao linaweza kuwa na faida, linaweza likaboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia, lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwetu sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli 6 goli 7 leo, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia kunapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikaze, wapambane, tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia inshallah. Kwa kosa baadhi ya nyota Stefano Rizki, Ibrahim Baka ambao mara kadhaa wamekuwa wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, ilikuwa inaleta pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Coastal? Hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi, Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango yetu. Tulishawahi kuwa na hawa wachezaji kwenye pitch, tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma. Tushawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi zikiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambavyo wamecheza vizuri, wamejilinda. Tumecreate nafasi, goalkeeper wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi uliotuleta hapa KMC Complex siku ya leo. Tuliona hali ya ucho kushinda kuendelea na mchezo. Yeah. Nje the same to Kibadani. Pengine hali zao zikoje, hususan kwa ucho alionekana kama huzunishwa na kile ambacho kimepata. Yes, tumezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji hao wawili. Kwa ameniambia tumpe muda, pengine kesho patakuwa pana check up, alafu atugee majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hiyo ni kwa Aucho, lakini pia na yes, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza ukamkosa Aucho, akacheza Duke Abuya, akacheza Shuaboy, akacheza Mudathir kwenye namba 6, na tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea kheri kwanza asiwe ameumia sana, lakini kama ameumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutokea hapo na tutamani kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuatia. Tunarejea Chamazi tarehe 10 dhidi ya Azam. Ni hamna maswali wengine? Tuambie pengine mipango mikakati dhidi ya Azam. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4 na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya pili. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tunashajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kikubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au ya nyumbani. Basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Kwa muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Umenichukua muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Maana umetoka Tabora umerudi. Kwenye birthday. Hamna, mimi bwana, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka. Huu mchezo ulivyoonekana unaonekana kama karatasi, kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi. Sasa inahitaji sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu leo tumepata washabiki wengi zaidi
compare na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Maana yake tubuni kitu kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko. Yaani waje kama leo tumepiga paso, wamependeza, wamekuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi na lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kuishangilia timu iweze kutimia. Kwa hiyo alikuwa wazo la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikiwa muda mfupi, limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Mashati Day limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri nyinyi ni waandishi, ni mashahidi. Paka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku Jumatano ngapi? Jumatano, yes. Paka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida, sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie, na hii ni mara ya mwisho nawapa ombi. Kisima cha ubunifu nipo hapa. Siku moja tu. Unajua Watanzania haya mambo ya kupita mtaani ukimbia wanayazoea. Wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? Kwa lazima uwe unakuja na flavor tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24 ni kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko niwasaidie. Niwasaidie tu kuhamasisha watu wao. Unajua kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumia DM nyingi huku. Haki ya Mungu na DM nyingi sana huku. Makolo akiniambia wewe ungekuwa kwetu tungeenjoy sana. Nikaambia kweli sasa ni siri za watu, huwezi kutoa mawasiliano na watu public. Wasipokuja manake mechi inaweza kacheza na watu 600 pale ndani. Uwanja ndefu ni kweli kwa sababu tiketi za VIPs ni watu wangapi kwa ule uwanja? Ukitoa wale wageni waalikwa zinabakia tiketi 300. Kwa hiyo mchezo wa robo finali mpaka leo tiketi 300. Huko ni kutangatanga. Mimi nawashangaa, sijui kwa nini yani baada ya wazungumzie mechi yao, wao wanadili tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sijui kwa nini wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndo wamefanya press conference 8. Mechi hii peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo ni watu wengine wameenda leo. Yaani wanakuja watu wote, wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkituzungumzia Yanga, sio kwamba ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Kwenye mechi 3 za mwishoni, Pacome ameibuka mechi kwenye mechi 3 alafu mechi ya Azam. Nini pia mtangaza kama kisasi au kuna namna ambavyo pia Hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa pale Azam Complex. Pacome Zouzoua ni tuzo ya 3 mfululizo, lakini tuzo ya 6, ameniambia tuzo yake ya 6 ya man of the match. Ukiwa una D2, maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable player, MVP wa ligi. Unajua MVP wa ligi anapatikana kwa details kama hizi, yes. Assist hizo ngapi? 9, goli 8, tuzo 6. Hizo ni detail ndogo ndogo. Sio kwamba naipangia kamati, lakini ni detail ndogo ndogo ambazo mimi unajua nimekuwa kwenye kamati ya tuzo for 2 years. Sio kama alijua wale waandishi. 2 years kwenye kamati ya tuzo. Kwa hiyo kuna some details zinakuepelekea kuchagua most valuable player. Haihusishi tu magoli kwamba huyu ndio top scorer, hapana. Ndio maana tuzo ufungaji bora afu tuzo, yaani mchezaji bora, mchezaji ambaye mnaweza kwenda Kenya mkampeleka kwamba huyu ndio kioo cha wachezaji Tanzania. Sasa Pacome atoshi? Niulize nyie, mkienda Malawi na Pacome mkasema ligi kuu ya NBC huyu ndio kioo chake, hatoshi? Sasa ukimpeleka kule Kitale si unakimbizwa? Bwana, asanteni sana ndugu zangu. Sasa kabla hujamalizia, kuna watu wanalihusisha shati lako hili leo na shati la mtu fulani. Hapana, wewe. Uhusiano wote wa shati. Hili shati ni maandalizi ya Oktoba hili ndugu wangu, huwezi kuelewa. Vitu vya Oktoba hivi. Jambo. Vitu vya Oktoba hivi.